Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nina wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu tena kwa kibali asubuhi leo kusimama mbele zenu. Nikimshukuru pia baba yetu askofu wetu mkuu kwa kuendelea kutupa nafasi pia kwa ajili ya kuendelea kuhudumu katika madhabahu hii ambayo anaiongoza. Amen. Ni asubuhi nyingine tena, Jumatatu, ambayo Mungu ametupa neema kuwepo nyumbani mwake. Mungu akubariki wewe ambaye Mungu amekujalia kuweza kufika asubuhi leo. Tunaendelea na ujumbe wetu ambao tulianza nao katika kitabu cha Yuda mstari wa 3. Yuda mstari wa 3. Neno la Bwana linasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imelazimu kuandikia ili kuwaonya kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa bado tunaendelea na somo letu la kuishindania imani, ila leo kipengele ambacho tutaangalia ni kile ambacho kinasema usikubali kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuishindania imani, manake usikubali kuonyesha uchovu mbele ya adui yako ambaye ni Shetani. Tunaendelea na kipengele hicho ambacho maelezo ya utangulizi tunasema, katika maisha kwa mtu uliyekoka, hakuna saa mbaya kwako na saa nzuri kwa adui yako, na adui anaifurahia sana ni pale unapochoka. Na inapofika hatua ya kusema, unapofikia hatua ya kusema nimechoka kupambana, nimechoka kuomba, nimechoka kufunga, nimechoka kutoa, nimechoka kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Unapoanza kutumia hilo neno nimechoka kwa adui, basi jihadhari sana. Katika somo letu la kuendelea kuishindania imani hii ambayo tumekabidhiwa mara moja tu, hakikisha huonyeshi uchovu kwa adui yako. Bwana Yesu apewe sifa. Adui yetu Shetani anatamani sana kuona unalegea legea. Muda ambao ataanza kuona tu kwamba unaanza kulegalega, yeye kwake ndio nafasi ya kuanza kupanga zaidi mashambulizi ili akushambulie na kutaka kukumaliza. Lakini usikubali kuonyesha kuchoka mbele ya adui yako. Nimeanza na vipengele hivyo vichache kwamba isifikie hatua hiyo ya kusema, yaani unaanza kukilikili tu kwamba nimechoka, yani nimechoka kwenda ibadani, nimechoka siyo kutumika, nimechoka kuimba. Pale ambapo eti unasema mbona nimeomba sana na sijaona chochote, ni kuchoka huko. Huo ni uchovu. Bwana Yesu asifiwe. Unasema nimefunga sana sijaona matokeo yoyote. Unasema eti nimetoa sana lakini sijaona faida yoyote. Eti nimetumika na sijaona faida yoyote. Na ukafikia hata hatua ukaanza kupunguza maombi. Ni hali ya hatari sana kwako na inampa nafasi sana adui. Ukianza kupunguza muda wako na Mungu, ni hatari. Ni hali ya kuchoka hiyo. Ukaanza kupunguza usomaji wa neno, ukaanza kupuuzia ibada, na inafika wakati ukiwahi ibadani au ukichelewa, hata usipoenda kwako ni sawa tu. Yaani usipoenda ibadani kwako unaona ni vizuri tu. Ukianza kupuuzia suala la utoaji wa sadaka, yani ndani yako hujisikii chochote, yani hujisikii hukumu yoyote. Hiyo ni hali ya kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuepuke sana hiyo hali. Kuna muda mwingine unakuta unaanza kufurahia yani vitu vingine yani vya nje. Yani kama tusichukulie kama vitu vingine vya nje. Yani unakuta kama ukisikia kuna sehemu fulani siku kuna msiba, unaona kwa kweli nishinde msibani. Baada ipo, lakini wewe unaona ukishinda msibani unaona kama vile labda ndio amani unaipata. Ni hali ya kuchoka. Bwana Yesu asifiwe.
Ibada ipo mahali hapa, unaona uende kwenye burudani fulani, labda kwa wale ambao wapenzi kidogo wa mipira, unaona ukienda huko basi ibada inaendelea hapa, lakini unakuta moyo wewe umevutika, umeenda kwenye vitu kama hivyo. Ni hali ya kuchoka. Epuka hali ya kuchoka. Usimwonyeshe adui yako hali hiyo ya kuchoka. Isaya 40:28 mpaka 31. Isaya 40:28 mpaka 31. Twende tusome hicho kifungu kituongoze, na kifungu kingine tutaikuta hapa chini. Kuchoka sio hali nzuri ambayo inatakiwa kumwonyesha adui. Mapambano yoyote unapoendelea nayo, hakikisha kwamba huonyeshi hali ya kuchoka kwa adui yako ili asikushambulie zaidi. Je, wewe ukujua, ukusikia ya kuwa Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu wetu yeye hazimii na wala hachoki, mimi na wewe tunamwabudu Mungu huyu huyu ambaye ndiye msaada wetu, ndiye tumaini letu, ndiye nguvu yetu. Usiache kuendelea kumwamini na kuendelea kumtegemea yeye. Usiache kuendelea kusimama na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hazimii Mungu wetu wala hachoki. Naomba tuendelee mistari michache ambayo inaendelea hapo chini. Huwapa nguvu azimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Maisha yetu tunahitaji kila inapoitwa leo, na ndio maana hata asubuhi leo umekuja nyumbani mwa Bwana, kwa sababu ni hali ya kuzuia hali ya kuchoka. Kwa sababu ukisema kwamba jana ulikuwepo ibadani, basi ile hali ya jana basi imetosha, leo basi upumzike, yote hiyo ni hali ya kuchoka. Katika maisha yetu ya kiroho, kila inapoitwa leo tunahitaji nguvu mpya kwa ajili ya kuendelea kutushindia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku ambayo inaitwa leo, kila siku tunayopewa na Bwana, tunahitaji nguvu mpya ili tuweze kusonga mbele, ili tuweze kwenda hatua nyingine mbele. Tunahitaji nguvu mpya katika huyu Mungu wetu ambaye yeye hazimii na wala hachoki. Katika Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza na wa pili. Samueli wa kwanza sura ya 10, Samueli wa pili sura ya 17, Samueli wa pili sura ya 17 mstari wa kwanza na wa pili. Tuone katika hiyo hali ya kuchoka namna ambavyo tunaweza kupata mfano mwingine mahali hapa. Zaidi ya hayo, Aitofeli akamwambia Absalomu, niache nichague watu 12,000 nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu, nami nitamshambulia wakati atakao kuwa amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipengele hicho tu ambacho nahitaji tuweze kukiangalia hicho. Adui anahitaji au anapata nguvu zaidi pale anapokuwa amejua udhaifu wako, anapokuwa amejua kwamba umechoka sehemu fulani. Hilo ndio eneo ambalo adui anaanza kukushambulia, anaongeza nguvu katika mashambulizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aitofeli akasema hapa nitamsubiria, yani muda ambao nitaona kwamba amechoka ndio muda ambao nitaenda kumshambulia. Sasa mimi na wewe, adui anatafuta sana kujua ni namna gani, ni mpenyezo gani ambao akipitia huo atakupata, atakunasa. Ebu Bwana akupe neema ya kuendelea kusimama imara, ya kuendelea kumtumaini zaidi, ili adui asipate nafasi yoyote ya kuona uchovu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimpe nafasi adui akaona kuchoka kwako, yani asione mahali ambapo anaweza akajipenyezea. Muda wote endelea kumtumaini Bwana, endelea kusimama na Bwana. Usimpe nafasi adui akaona kuchoka kwako, atakushambulia kupitia hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila inapoitwa leo, endelea kuomba nguvu mpya. Ndio maana neno Bwana linasema nao watapata nguvu mpya.
Ipo nguvu mpya katika kuendelea kumtumaini Bwana, katika kuendelea kuishindania imani siku hadi siku. Ndio maana tunaendelea kuliitia jina Bwana kila inapoitwa leo. Ndio maana kila asubuhi tunakuja nyumbani mwa Bwana. Yote hii ni kwa ajili tu ya kuimarisha nguvu zetu, ya kwamba tuendelee kuwa na nguvu na nguvu na nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kama utafika wakati kwamba kwa sababu umeomba, umefunga siku 3 zilizopita, sasa uanze hapa katikati uanze kupumzika, pumziko hilo linampa adui nafasi. Pumziko hilo linamuongezea nafasi adui. Adui anaanza kukushambulia kuanzia hapo kwenye lile pumziko, yeye ndio pale anapoingilia. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye kila inapoitwa leo tunaendelea kujibidisha katika kumtafuta, katika kuendelea kuliitia jina la Bwana, kama ambavyo asubuhi ya leo tupo nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya kuliitia jina la Bwana, kwa ajili ya siku tulionayo, kwa ajili ya wiki hii ambayo tumeianza, kwa sababu tunajua nguvu zetu zipo katika Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfano wa michezo fulani ya mieleka. Wale watu huwa nao katika hali ya kupambana. Adui yule wanapokuwa wanapigana ile mieleka, yani mpinzani wa huyu mwenzie huwa anaangalia ni sehemu gani huyu jamani kimbana huyu naweza nikammaliza. Sasa akimbana, mwamuzi anayekuepo huwa anaangalia huyu hivi alivyobana anatikisika. Huwa anaanza kwa kupiga moja, anakuta huyu yuko kimya. 2, anakuta wakipiga 3 kwa kimya, tayari mwenzio ameshinda. Sasa kila mmoja, hata yule ameeleka, huwa anakuwa makini sana kujua kwamba hapa sitaki kuferi. Adui ni kweli ameningangania hapa, lakini lazima nitangangana, yani nitarusha hata mguu ili refa hapa sije kaona kwamba nimeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe katika mazingira yoyote, hata kama adui unaona kuna sehemu ambako anataka kukubadilisha, wewe liitie jina la Bwana kwamba adui, hutaniweza. Hata sasa bado nina nguvu ya kuweza kukushinda, kwa sababu neno la Bwana linasema tunasimama nasi tunashinda, na zaidi ya kushinda katika yeye anayetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna wakati tunapita katika nyakati zingine ambazo ni ngumu kiuhalisia kabisa. Yaani kuna wakati unakuta ni mgumu kabisa kwako, uone picha, lakini unaendelea kumwambia adui, hii hainitishi kabisa. Unaona kabisa yani uoni, lakini imani ulio nayo ndani ya Kristo unamwambia adui, hapana, hata hali hii bado mimi uniwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani adui naye unajua yeye ana mikwala, na wewe onyesha mkwala kumwonyesha kwamba hakuwezi. Yaani ukianza tu kulegea tu kumwona adui kwamba kwa kweli jamani nitafanyaje, kwa kweli maisha haya tafanyaje. Haya maisha mbona watu wanapita? Tunapita na sisi humu. Haijalishi hali zikoje humu, na sisi tunapasua kwa sababu tuna Mungu ambaye ana nguvu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Adui muda wote anatafuta kutuona ni namna gani, ni sehemu gani ambayo tumechoka. Hapo ndio anapopitia. Ndio maana tunasema siku zote pia adui yako usimuonyeshe. Usimuonyeshe udhaifu wako adui, usimuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata rafiki yako na wewe usifungue moyo wako, ndio umeachilia wote kwa rafiki. Mwanadamu ni mwanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu. Akikusaidia leo ni kwa sababu Mungu amemtumia. Sio Mungu huyo, kuna siku atakugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Amepata neema ya kufanya jambo jema, mwambie Bwana amemtumia huyu ili afanye jambo jema. Huyu amefanya jema leo, kesho huyu anaweza kufanya baya, na ukashangaa ni huyu ambaye alifanya jana. Neema imekata. Tukiwa na neema ya Kristo tunatenda yale yatupasayo. Kwa usiruhusu adui yako akaona uchovu wako. Usimpe nafasi adui. Ndio maana Biblia inasema wala msimpe nafasi Ibilisi. Mungu atusaidie sana katika kuendelea kushindania imani. Hakikisha humuonyesha adui yako kuchoka. Endelea kusimama imara, endelea kumtumaini Bwana. Yeye ni mwaminifu juu ya maisha yetu. Baba yetu, tunalibariki jina lako. Tunasema asante kwa asubuhi ya leo. Bwana, umesema nasi Bwana kwamba tusikubali kuchoka, wala tusimpe nafasi huyu adui ambaye ni shetani kuonyesha Bwana kwamba tumechoka katika maisha yetu, kwa sababu upo Bwana unayetutia nguvu kila itwapo leo. Hata asubuhi ya leo tupo mbele zako tukiendelea kukutumaini wewe, tukiendelea kukutegemea wewe, kwa sababu wewe ni Bwana unayeachilia nguvu mpya
kwa kila anayekutegemea, kwa kila anayekukimbilia Bwana. Hata sisi asubuhi ya leo tupo mbele zako Bwana, tukiendelea kukutegemea wewe, kwamba Bwana unatupa nguvu mpya katika maisha yetu. Katika siku ya leo utatuonekania kwa namna ya pekee, utatuonekania kwa namna ya ajabu. Hatutachoka kuendelea kukutolea, hatutachoka kuendelea kuomba, hatutachoka katika kuendelea kukutumikia, kwa sababu wewe ndiwe nguvu yetu Bwana. Tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Bwana, tupiganie Bwana, katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu naomba, amen. Mungu atubariki.